Mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu atufunza mambo mengi, lakini kubwa alilotufunza ni ile fursa ya watu kusamehewa, na katuachia mlango wazi kwamba tupate fadhila nyingi sana. Kwa hivyo ukiyatazama yote haya ambayo Mwenyezi Mungu katupa, katupa kitabu chake, katupa na mwalimu wa kutusomesha kitabu chake kwa maneno na kwa vitendo. Lakini ukitazama kwa mfano kama katika nchi yetu hii, tujiulize kweli haya tunayofanyiana hapa tulipo wakati mwingine tunafanana na haya yote? Maana sisi tuna nyenzo kubwa, tuna nyenzo nzito, tuna kila kitu, lakini bahati mbaya tujiulizeni, kweli tunafanana na haya yote? Maana Mwenyezi Mungu afika hata ingekuwa tumefatana na ile Qur'ani tu basi ingetosha. Maana uzito wa Qur'ani mwenyewe Mwenyezi Mungu atuambia kwamba laiti ingeishusha kwenye mlima jabali, basi ungeporomoka kwa kumhofia Mwenyezi Mungu, jinsi ya uzito wake na yaliyomo ndani ya Qur'ani. Lakini unaulizwa wewe binadamu, Mwenyezi Mungu atuambia lahu anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Na haya ni mafunzo kwetu, maana akatuambia watilka al-amsal nadribuha nasi la'allahum yatafakkarun, kwamba uzito wote huo we binadamu tumeteremshiwa, tumepewa mafunzo, tumepewa walimu, tumepewa mashekhe wa kutufundisha. Athari yake ipo? Sasa lakini pamoja na yote hayo, bado Mwenyezi Mungu katuwekea mlango huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa kwamba tujirudi, tujitafakari, tuombe, na Mwenyezi Mungu ahadi yake ya kutusamehe ni kubwa sana. Kwa hivyo mimi niwaombe mambo mawili kusema. La kwanza kwamba hebu hichi chuo tulichotiwa, haya mafunzo tunayopata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hebu tuyazingatie. Mimi naamini kama tutazingatia kidogo tu, na kwa sababu Mwenyezi Mungu katupa fursa ya kujitathmini na kumuomba atusamehe na ahadi ya kutusamehe, mimi naamini kama tutayazingatia, tutashikamana nayo, mimi naamini hata kama hapa tulipofika, tumefika wakati mwingine kusema ukingoni la, maana mambo yanayopita kwenye nchi hii hazito kweli kweli. Unaweza kufikiria watu hata kibla hawajui, sikwambii kusali. Unaweza kufikiria labda hata kibla hawajui kama kibla kiko upande gani, lakini watu wanasali, wanafunga, watu wanasoma Qur'ani, watu uisikia Uislamu na mafunzo yake kila siku, lakini tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mimi niwaombe tuutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tumuombe Mwenyezi Mungu tusamehe, shikamane na ibada, lakini na tukayaishi haya mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukitoka nje ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mimi naamini kwamba hilo litatusaidia sana, sababu ndio mlango, ndio njia ambayo Mwenyezi Mungu katuwekea tunapokuwa wakosa. Lakini la pili ni waombe kadri tutakavyo jiombea sisi wenyewe, lakini pia tujitahidi kuiombea na nchi yetu pia. Tukisema nchi hatuiombei ardhi, tunawaombea waja wote wanaoiongoza hii nchi yetu. Tuombee kwamba na wao Mwenyezi Mungu pia awaongoe, walipokosea
warudi kwenye mstari, au tulipokosea, na sisi sote mmetupa dhamana hiyo, tulipokosea turudi kwenye mstari. Mengine najua pengine yanatushangaza na tusikitisha, lakini tusiwakatie tamaa. Maana wengine mnaweza kusema lakini kwa yule Othman yule sijui kama yule atarudi tena, lakini tusiwakatie tamaa. Tuwaombee hasa Mwenyezi Mungu wa rehema alizoziteremsha kwenye mwezi huu, hasa watarudi. Kwa yule ambaye hajarudi, hajatanabahi, basi naomba sana tutumie mwezi huu tuiombee nchi yetu, tulipite hasa hili linalotukabili huku mbele. Na tunasema hivyo kwa sababu tushayaona mitihani tulioipita katika miaka yote takriban ambayo tumepita kwenye masuala ya uchaguzi. Haukupaswa kwamba uwe mtihani hata kidogo, maana ni jambo jepesi la kusema kwamba Sheikh Mohamed wewe ndio unaitufaa, wewe kweli una juhudi, lakini au wewe bwana kwa juhudi zako hizi unatufaa, uendelee na sisi. Ni jambo rahisi, maana uongozi lako unaongoza la watu, si ndio? Sasa hawa watu wenyewe si ndio wakwambie kwamba bwana basi tuongoze tena, au kaa pembeni, ukiwa mwakilishi, ukiwa mbunge, ukiwa nani. Lakini sasa limekuwa mtihani, maana mtu huja kuliomba, lakini ikifika wakati wa kutakiwa hesabu hataki hesabu. Sasa mtihani mkubwa kweli kweli likafanywa. Sasa limekuwa magomvi, umekuwa uhasama, umekuwa wakati mwingine tunaingia mpaka kwenye mauaji, tunauana, tunatendeana mambo ya ajabu kweli kweli. Sasa ni mtihani ambao naomba tuombee, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuvusha, atatupitisha mwaka huu inshallah, uwe tupite kwa salama. Tuzidishe dua zetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kupita katika hili kwa salama. Na inshallah pia la mwisho ni waombe kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tumalize huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama, lakini pia tunajua hali zetu za maisha, tusaidiane, tushikamane mkono ili kila mmoja wetu aweze kulimaliza jambo hili, ibada hii muhimu aimalize kwa salama, na tupate zile fadhila za mwezi huu, tupate mafaa ya mwezi huu. Na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie amali zetu, sadaka zetu, ibada zetu zote azikubalie, na iwe sadaka kwetu, lakini pia iwe ni sadaka kwa nchi yetu, ili yale yaliyofungika basi Mwenyezi Mungu inshallah ayafungue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante sana.